Yes, kwa mara nyingine tunakutana tena hapa ndani ya channel yako pendwa ya Mapro TV kupata ule wasaha wa kutazama yale ambayo yamejiri, na hii ni segment ya kimichezo. Kwa hiyo tutakuwa dondoa zile habari za kimichezo ambazo zimejiri kila kona. Ni kuombe tu kama bado haujaungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa zote muhimu ambazo zinatoka hapa ndani ya channel yako hii pendwa ya Mapro TV. Yes. Katika segment hii tuna habari kutokea pale ndani ya klabu ya soka ya Yanga, na hii inamhusisha aliyewahi kuwa nahodha wa kikosi cha Simba Sports Club ambaye kwa sasa anakipiga ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, na si mwingine ni Mohamed Hussein Shabalala ambaye alijiunga na klabu hiyo ya Yanga akitokea kule Msimbazi. Sasa tunaarifiwa kwamba kuna ukimya ambao nafikiri kila mwanamichezo na mfuatiliaji wa Yanga anafahamu kwamba Mohamed Hussein ni takriban mechi kadhaa hajacheza, si mechi za ligi kuu na wala si mechi za kombe la CRDB. Sasa tulikuwa tunafahamu kwamba huenda pengine majeraha aliyoyapata katika mchezo wao dhidi ya Mbeya City ndiyo yamefanya aweze kuwa nje ya uwanja huo, lakini kuna mengi ambayo hauyafahamu yanayoendelea kati ya timu ya Yanga na Mohamed Hussein Shabalala. Sasa niko hapa kwa ajili ya kukujuza mambo hayo ambayo yako nyuma ya pazia, na endapo utayafahamu basi utajua kwa kina ni nini ambacho kinasababisha Mohamed Hussein aweze kuwa nje kwa muda mrefu. Sasa kwanza niweze kukukumbusha kitu kimoja. Unajua kipindi ambacho Mohamed Hussein yuko Simba ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wakitajwa kwamba ni wagumu sana kupata majeraha katika michezo mbalimbali. Tumeona Mohamed Hussein alikuwa akicheza mechi nyingi sana bila kuwa na injury yoyote. Sasa kwa nini kwa Yanga imekuwa muda mfupi tu tayari inaonekana anapatwa na majeraha? Kitu ambacho ufahamu ni kwamba kuna ishu ambayo aliwahi kuiongea Ally Kamwe siku ya juzi kusema kwamba Mohamed Hussein anawadai Yanga, jambo ambalo lilikanushwa na meneja wake Mohamed Hussein na kusema kwamba Yanga hawadaiwi hata senti tano, lakini kuna sababu ambazo ziko nje ya uwezo ambazo zinasababisha Mohamed Hussein kukaa nje ya uwanja na kutocheza. Sasa issue iko hivi, Mohamed Hussein ameona wanachokifanya Yanga ni kama dharau kwake yeye, ama pengine kutothamini uwezo wake mkubwa aliokuwa nao, ili hali alivyotoka Simba alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaunda kikosi cha kwanza kabisa cha timu hiyo, na ukiangalia kiuhalisia bado Mohamed Hussein ana uwezo mkubwa sana wa kuweza kuanza kikosi cha kwanza, lakini kuna namna ambavyo pengine viongozi wa Yanga wanahisi Mohamed Hussein hatakuwa na ile real love 100% na timu hiyo kama ilivyokuwa kwa baadhi ya wachezaji ambao waliwahi kuhama kutoka Simba na kuja Yanga, lakini mwisho wa siku wameonekana kutofanya vizuri kutokana na mapenzi yao kubakia Simba, na baadaye tukaona wanarejea. Mfano unaona namna ambavyo Chama alivyokuja Yanga hakuwa anapewa thamani kubwa ya kuanza kwa sababu alikuwa anaonekana kama mchezaji ambaye bado ana mapenzi na Simba, lakini pia ukiangalia mchezaji mwingine kama Kibabage pia ajapokuwa yeye hakuwa ametokea Simba, lakini ilionyesha ni wazi kwamba ana mapenzi na Simba. Kwa hiyo hata kwa upande wa Mohamed Hussein Shabalala inaonekana ni hivyo, na ndio maana imekuwa ngumu sana kumweka kipaumbele katika kikosi cha kwanza, jambo ambalo limefanya Mohamed Hussein achukie na kuona kwamba ni kama hawathamini uwezo wake. Kwa hiyo hadi hivi sasa inavyosemekana ni kwamba Mohamed Hussein na Yanga kuna kamgogoro
ambacho kinatokana na yeye kutopewa thamani juu ya uwezo wake. Una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Tafadhali tuandikie kwenye comment section, usahau kusubscribe, like na kushare.